Ushirikiano wa Tanzania na Singapore ni wa zaidi ya miaka 45, lakini kwa mara ya kwanza inafanyika ziara ya kihistoria kwa rais wa Singapore kuja nchini Tanzania. Hizi ni juhudi ambazo zinaendelea kufanyika ili kufungua Tanzania katika anga la kimataifa. Malengo makubwa yanaonekana ni kuhakikisha ya kwamba uchumi na ukuaji wa diplomasia ya uchumi uendelee kusambaa zaidi. Maeneo mbalimbali yanaendelea kuguswa kupitia mikataba ambayo imekuwa ikisainiwa baina ya serikali na wale wote ambao wanakuja nchini ama pale ambako rais anakwenda nje ya nchi. Sasa imekuwa ni zamu ya Singapore. Maeneo kadhaa yanaonekana kwamba yatanufaika kupitia ziara husika, lakini wengi wanajiuliza kulikoni sasa kwa watu ambao wamekuwa na urafiki wa miaka 45 ndio wanaonekana sasa wanaonesha kushibana kwao. Hawa ni miongoni mwa yale ambayo tutakayoyamulika kwenye Uchanganuzi hii leo. Jina langu naitwa Nurdin Selemani. Kuyanika haya yote tumemwalika hapa Balozi Kocha Tembele ambaye yeye ni balozi wa Singapore lakini makazi yake ni pale Indonesia. Karibu sana Balozi. Nashukuru sana. Kwema. Nurdin. Shukrani sana. Kando yake tunaye Leonard Chakupewa ambaye yeye ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Karibu sana. Shukrani sana kaka. Mama anasemaje? Asante sana, nashukuru Mungu kwa kabisa. Swali ni moja, Balozi. Watu wanauliza miaka 45, kwa nini hawa watu hawakuwa jirani kama ambavyo walipaswa kuwa, na sasa ambako sera inaonekana kwamba watu wanahama kutoka kwenye urafiki na kuwa washirika, ndiko ambako uhusiano huu unarejea tena, wakati ambapo wewe pia ndio mwakilishi wa Tanzania. Ni siri nini ya kurudisha haya mambo? Lazima niseme wazi kwamba mahusiano yetu ni kweli ni ya muda mrefu sana, na si kwamba kabla ya kufanyika kwa ziara hii hakuna kitu kilikuwa kinaendelea. Tuna biashara kubwa sana baina yetu na Singapore, takriban milioni 253 sasa hivi kwa takwimu za mwaka jana. Kwa biashara inaendelea, na pia kuna kampuni karibuni 32 za Singapore zinawekeza hapa Tanzania na zina produce ajira ya karibu 1332. Kwa mahusiano yalikuwa yanaendelea, lakini ukweli ni kwamba katika mahusiano ya diplomasia pia yanachagizwa sana na hizi tunaita high level visits, ziara za viongozi wa juu, kwa sababu zinafungua mambo mengi kama ambavyo unaona. Kwa hiyo ni kweli hii imekuwa ziara ya kwanza kwa rais wa Singapore kufanya hapa nchini, lakini huko nyuma aliyokuwa baba wa taifa la Singapore Lee Kuan Yew alishawahi kuja hapa nchini mwaka 70, na kabla hapo, hata kabla Singapore haijapata uhuru mwaka 64 pia alishawahi kuja. Kwa hiyo tumekuwa na mahusiano haya, lakini nakiri kama ulivyoanza kwa kusema kwamba tunaweza kufanya zaidi ya ambavyo tulikuwa tunafanya huko nyuma. Sasa na azma hii ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuifungua nchi na kumwalika, of course kupitia sisi kumwalika rais wa Singapore kuja nchini, inalenga katika hilo kwamba tuna uwezo wa kufanya zaidi ambavyo tunafanya sasa. Basi ni vema sasa tuelekee kule ambapo tunaweza kufika kwa mashirikiano yetu baina ya sisi na Singapore. Si taifa ambalo lina rasilimali nyingi za kujivunia, lakini hawa ni watu ambao wamebobea sana kwenye eneo la bandari na meli nyingi sana zinatia nanga kule Singapore. Na sisi pia inaonekana kwenye bandari yetu ni eneo ambalo tunataka kuwekeza, lakini kuna juhudi nyingine za kuhakikisha kwamba Bagamoyo na yenyewe inakuwa eneo la bandari pia iwe madhubuti ili kupambana na majirani wetu ambao na wenyewe wamekuwa wakiwekeza katika eneo hilo. Nini cha kujifunza hapo, wakati ambako pia rais anasema bado aridhishwi na uwekezaji baina ya nchi hizi mbili, anaona lazima juhudi ziongezwe zaidi? Ni kweli kabisa. Miongoni mwa vitu ambavyo vinazungumziwa dunia nzima kuhusu Singapore ni namna ambavyo wameweza kulitransform nchi yao kutoka taifa maskini kuwa taifa tajiri kabisa. Na nilikuwa naangalia pale takwimu, ukiangalia wao nchi yao ina watu milioni 6.1, sisi tuko milioni 65, lakini pato lao la taifa ni milioni 659. Kwa hiyo ni karibuni mara 8 ya sisi, na nchi yao ni square meter 744. Kwa hiyo ni nusu tu ya Dar es Salaam au nusu ya Unguja tuseme. Lakini wao kitu kimoja walichokifanya, pamoja na ukosefu wa rasilimali ambao wameufanya,
lakini baba wa taifa lao alisema kwamba pamoja na kwamba hatuna rasilimali, lakini tuna rasilimali watu. Kwa mimi nitawekeza kwenye rasilimali watu. Haya maendeleo yote mengine yaliyokuja kwenye bandari na kwenye vitu vingine vyote yamezaliwa kutokana na uwekezaji wao mkubwa uliofanya kwenye rasilimali watu. Hasa na sisi Mheshimiwa Rais ameliona hilo, na wanasema kwenye masuala ya maendeleo bwana, kumuiga mtu ambaye amefanikiwa sio swala la aibu. Kwa hiyo katika makubaliano ambayo tumesaini nalo na tutazungumza baadaye ni masuala ya human capital development, kwamba tunataka watusaidie kwenye kuendeleza rasilimali watu, angalau kutupa baadhi ya knowledge na experience ya kwao namna walivyofanikiwa kufika huko. Kwa ndio maana miongoni mwa makubaliano ya mwanzo kabisa ambayo tumesaini leo, saini pale waziri wetu Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete na waziri wao ni hilo, kujaribu kujenga uwezo wa watendaji wetu, na inshallah tuna azma hiyo ya kufika huko walikofika wao, kwa kujaribu kuchukua zile experiences kutoka kwao. Chakupeo, umemsikia balozi namna ambavyo anatupa picha ya hali ya mambo ilivyokuwepo baina ya nchi hizi mbili. Ni mataifa ambayo yana historia kubwa, na mpaka kufika hapa kuna mengi yameshafanyika, na mikataba pia kadhaa imeshasainiwa, mikataba 5 ambayo imesainiwa katika kuhakikisha kwamba hali ya mambo inakwenda. Kwa jicho lako, unaiona wapi Tanzania katika kuendelea kukuza uhusiano, na hasa kile ambacho kinaaminika sasa kutoka kwenye urafiki kwenda kwenye ushirika? Kwa kweli naweza kusema hii ni hatua muhimu, na inakuja katika wakati ambapo taifa letu liko katika utekelezaji wa diplomasia ya uchumi ambayo inashajiishwa na dira yetu ya maendeleo ya mwaka 2050 ambayo iliasisiwa na Mheshimiwa Rais mwaka jana 2025, na ni katika kipindi hiki ambapo ukiangalia kwa namna ambavyo hatua zinavyochukuliwa, msingi mkubwa wa ushirikiano unatoka katika kulifanya taifa letu kuwa gatekeeper, taifa ambalo lipo kwa ajili tu ya kusafirisha rasilimali zake za aina mbalimbali. Mheshimiwa Balozi ameelezea kuhusu rasilimali watu, kupoteza watu kwenda katika mataifa mengine, lakini pia hata rasilimali asilia. Sasa twende katika ile hatua ya kuanza kuingia ubia ambao unaweza kuwa na manufaa kwa pande zote mbili, kwamba kama unakuja kuwekeza basi uje uweke hizo machinery hapa kwetu, ili vijana wetu ambao kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 wanatengeneza zaidi ya 60% ya raia wa Tanzania waweze kupata fursa za ajira, ili kupunguza wimbi la ukosefu wa ajira katika taifa letu. Kwa hiyo ni hatua ambayo unaweza kusema inakwenda kupiga teke kwa nguvu sana sekta nyingi ambazo tumekuwa na changamoto na ambazo ndio msingi hasa katika mikataba hii ambayo inaendelea kusainiwa katika kipindi hiki cha ziara hii, kama ambavyo amebainisha Mheshimiwa Mchengerwa tayari ameshatia saini makubaliano ambayo sasa yanatupeleka katika hatua ya ushirikiano huu. Kwa hiyo natarajia binafsi kuona zile sekta za kimkakati ambazo zimebainishwa katika dira yetu ya maendeleo ya mwaka 2050, lakini pia hata nyaraka zingine, kwa mfano uwekezaji, biashara, sayansi na teknolojia, masuala ya usafiri na usafirishaji, elimu, miundombinu, maboresho yanakwenda kutokea kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu ukiangalia kwa ujumla wake huu ushirikiano, picha unayopata ni kwamba kwa kiasi kikubwa sana Singapore na Tanzania zinakwenda kushirikiana katika namna ya tofauti na vile ilivyokuwa huko nyuma, kwa maana ya tunashuhudia tu rasilimali madini ya aina mbalimbali yanasafirishwa kama malighafi kwenda katika mataifa haya ya wenzetu kwa ajili ya kuchakatwa kugeuka kuwa bidhaa ambazo zinakuja kuuzwa kwetu sisi wenyewe kwa gharama kubwa, kwamba sasa wanakuja kuwekeza katika utalii, wanakuja kuwekeza katika elimu,
of course tayari wameshawekeza, wanaendelea kufanya hivyo kama ambavyo Mheshimiwa Balozi amebainisha kwamba kuna miradi zaidi ya 30 ambayo inaendelea kutekelezwa. Kwa hiyo ninategemea kuona kwamba kutoka kwenye 30 sasa pengine unaweza kusikia baada ya miaka kadhaa miradi zaidi ya 100 ambayo inalenga katika sekta hizi za kimkakati ambazo ndio msingi wa mikataba ambayo itaingiwa ya ushirikiano kupitia ziara hii. Naam. Balozi, umegusia eneo la rasilimali watu na namna ambavyo sasa Tanzania inakwenda kunufaika kupitia eneo ambalo wenzetu wamepiga hatua sana. Tunaanzia wapi ili kuhakikisha kwamba tunafika pale ambako wenzetu wamepiga hatua na hatimaye sisi hilo eneo litunufaishe zaidi? Kwa kwanza serikali kama msimamizi mkuu wa shughuli zote watumishi wa umma, mkataba huu ambao umeingia utawawezesha kuwafundisha watumishi wa umma, zitaandaliwa kozi maalum kwa watumishi wa umma namna ya kuboresha ufanisi kwenye utendaji wao wa kazi kama watumishi, especially kuanzia watumishi waandamizi mpaka watumishi wa kawaida. Kwa hiyo kuna kozi ambazo zitaandaliwa na chuo maarufu kabisa cha utumishi wa umma kule Singapore kwa kushirikiana na chuo chetu cha utumishi wa umma hapa kupitia ofisi ya Katibu Mkuu Kiongozi, kujaribu sasa kwanza kuwajenga watumishi wa umma katika namna ya kufanya kazi, kwa sababu kwa wenzetu miongoni mwa mambo waliosaidia kufanikiwa sana ni kuhakikisha kwamba serikali yao especially watumishi wa umma wanafanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu. Unajua serikali ndio mwezeshaji wa mazingira yote mengine. Kwa hiyo ukiwa na serikali ambayo iko efficient kwenye kufanya kazi zake, utakuta hata public sector itakuwa vizuri, namna ya utengenezaji wa sera ambazo zinajibu masuala ya private sector na vitu kama hivyo, namna ya utekelezaji wa sera, namna ya kutengeneza mazingira mazuri ya uwekezaji na vitu kama hivyo. Vitu vyote vinatokana na namna ambavyo serikali itakuwa inasimamia masuala haya. Kwa hiyo kuanzia mkataba huu ambao umesainiwa leo, zitatengenezwa kozi mahsusi kwa ajili ya watumishi waandamizi kuanzia ngazi za mawaziri actually mpaka huku chini, kwa ajili ya kujenga hiyo, kuwezesha serikali iwe inafanya kazi very efficient na effectively. Kwa hiyo itaanzia hapo, lakini kuna mengine ambayo tunaweza tukayazungumza baadaye. Lakini kwenye hilo nadhani tumeona ni vizuri kwanza tuanze na watumishi wa serikali, alafu pamoja na hayo kuna programs nyingine ambazo zitakuja za kawaida za scholarships kwa watumishi ambazo tunaweza kuzungumza baadaye, kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo pia vimejadiliwa leo ni kama ambalo amelisema mwenzangu hapa kwamba nchi yetu sisi ina 60% ya vijana. Sasa na katika walioshiriki pale ni waziri mahsusi anayehusika na vijana, na miongoni mwa vitu ambavyo Mheshimiwa Rais alivizungumza ni namna ambavyo serikali ya Singapore inaweza kutusaidia katika kuwezesha vijana na kuwaingizia skills za ujasiriamali. Na Rais amekubali na amesema wataangalia, kwa sababu wao wana miradi mingi sana ya kuwawezesha vijana kwenye swala la ujasiriamali, ili angalau kupunguza ile hali ya watu kudhani kila mtu anapomaliza chuo anataka kufikiria labda kuajiriwa, sio kujiajiri wenyewe. Kwa tuondokane na ile mentality ya credentials, tuje kwenye mentality ya capability. Baada ya mtu kuangalia tu credentials nazo, tunaangalia capabilities ya watu, kwamba sio una vyeti vingapi but what can you do. Kwa hiyo ndo hicho ambacho tumeomba pia Singapore wajaribu kutusaidia. Na labda niongelee ni lighter note. Kuna siku moja Elon Musk alitangaza kazi na akasema mimi sitaki kuona cheti, nataka nione mtu umetengeneza program alafu unitumie mimi na kuajiri. Umeona? Kwa hiyo ndipo dunia inapoelekea. Ujuzi ndio kitu cha msingi. Kwa hiyo wamesema kwamba tutashirikiana nao katika kutengeneza baadhi ya kozi ambazo zitawasaidia vijana kwenye ujasiriamali. Moja makubaliano ni kwamba sasa kutakuwa kumefutwa ule utozaji wa kodi mara 2. Kibiashara na kiuchumi tunanufaika vipi hili jambo likienda kutekelezwa ipasavyo? Hili mara nyingi limekuwa likiwakwaza wawekezaji. Unaposema kwamba unataka kuvutia wawekezaji, ni lazima utengeneze mazingira mazuri ya uwekezaji. Tuna uwekezaji mkubwa sana hapa wa Singapore. Kuna kampuni inaitwa Pavilion imewekeza karibu $1.3 billion kwenye kitalu namba 1, 2 na 4 cha gesi kule Mtwara. Lakini kuna kampuni nyingine nyingi sana. Kuna kampuni ya logistics inaitwa PIL, Pacific International Limited, iko pale bandari yetu ya Dar es Salaam. Lakini katika watu wote hawa unakuta kwamba katika either baadhi ya bidhaa wanafanya au huduma, pamoja na kwamba hapa tunatoza kodi, lakini nyingine ambazo labda kama ni huduma wanazalisha, wakienda kule wanatoza tena kodi. Kwa hiyo imekuwa ni kilio cha muda mrefu cha wawekezaji kwamba hii
inatukwamisha kwenye kuwekeza hapa. Sasa kwa sababu Mheshimiwa Rais anataka kuvutia zaidi biashara kutoka Singapore, na kama alivyosema mwenzangu kwamba sasa hivi tuna biashara, tuna wawekezaji 32 lakini tunataka wafike 300, 400, 500. Sasa hii inaelekea huko, pamoja na mengine inaelekea kwenye kuwavutia hawa wawekezaji zaidi kuja. Kuna nyingine ambayo aidha naweza nikaliongea sasa hivi kwamba pamoja na makubaliano hayo, lakini nadhani mmesikia kwamba wanatangaza kwamba sasa tunaanza majadiliano ya kuwa na ushirikiano wa kibiashara, tunaita preferential trade agreement baina ya Singapore na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini hii majadiliano haya yatafanyika katika muktadha wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, sio na Tanzania peke yake. Na of course Mheshimiwa Rais amesema kwamba sisi tuko tayari kusupport negotiations hizi ambazo zitaanza hivi karibuni, na Jumuiya ya Afrika Mashariki tayari imeshakubali, na ndio maana Mheshimiwa Rais ametangaza. Kwa hiyo yote inaelekea katika hilo swala la kuvutia zaidi wawekezaji kutoka Singapore, kwa sababu tunaona tunaweza kuwa na wawekezaji zaidi kutoka Singapore, na tayari wakija kuwekeza hapa then wana uwezo wa kuwa na access na soko zima la Afrika Mashariki, na sisi pia ni wanachama wa SADC, kwa hiyo hata SADC at large. Leonard, hizi fursa za kwenye uchumi na biashara ambazo sasa inaonekana zinaendelea kuchangamkiwa kwa haraka sana, moja, tunajua kwamba zitaongeza hiyo ajira kwa vijana wetu kwa nguvu zaidi, kwa sababu wawekezaji kadri wanavyokuja, maana yake ndipo ambao ajira zinafunguka zaidi. Inatoa nini fursa na picha gani kwa sekta binafsi na yenyewe kuchangamkia haya ambayo yanaendelea? Unaweza kusema kwa kweli hizi fursa haziangalii ni sekta ipi, kwa sababu nataka kuamini kwamba kusudi la serikali yetu kujenga mahusiano kama haya kimkakati na mataifa haya. Utakumbuka siku za karibuni tu, nafikiri wiki iliyopita, Mheshimiwa Rais alikuwa Urusi kufanya ziara yenye sura ya aina hii kwa mwaliko wa mwenzake Vladimir Putin. Nako huko unaweza kuona maeneo haya ya kimkakati yalilengwa. Kwa hiyo naamini kwamba mazingira rafiki ya uwekezaji yanayotengenezwa katika eneo la biashara na hata haya maeneo mengine, kusudi lake si tu kunufaisha watumishi walio katika sekta ya umma, ni pamoja pia na kuangalia kundi la sekta binafsi. Na kimsingi ukija kuangalia sekta binafsi ndio inatengenezwa na kundi kubwa zaidi, kwa sababu huko ndo kuna content creators, huko ndo kuna wajasiriamali, huko ndo kuna wafanyabiashara, huko ndo kuna kundi kubwa mno. Na hawa watu katika ukiangalia ushirikiano namna ambavyo unalenga hizi sekta zote kwa kiasi kikubwa zinawahusu pia hata hawa. Ukizungumzia sekta ya biashara unazungumzia wafanyabiashara, na wafanyabiashara wako katika sekta binafsi pia. Ukizungumzia kwenye kilimo tunakusudia pia kushirikiana katika kilimo. Ukiangalia katika nchi yetu 80 mpaka 90% ya ardhi yetu ingali inatumiwa na wakulima wadogo. Sasa katika mazingira kama haya, na wakulima wadogo hawa pia wanaingia katika kundi hilo unalozungumzia la sekta binafsi. Kwa hiyo ukiangalia mazingira yanayotengenezwa kwa ujumla au kwa picha pana, ni mazingira rafiki ambayo yatakuwa na manufaa kwa makundi yote ya jamii, vijana, wanawake, wanaume walioko katika sekta ya umma, lakini pia sekta binafsi. Kwa hiyo yule mkulima aliyeko Kigoma au kule Mbeya ambaye anazalisha mahindi au maharage, bila shaka katika mazingira haya pengine tunaweza tukaja kugundua kwamba Mheshimiwa Balozi alizungumza mwanzoni wakati wa taarifa ya habari kwamba moja kati ya changamoto ambazo anapitia Singapore ni uhaba wa chakula. Kwa hiyo pengine baada ya miezi kadhaa ya ushirikiano huu tukaona kuna soko la mahindi, kuna soko la viazi, kuna soko la ufuta, kuna soko la maharage, kuna soko la mazao mengi ambayo kwa hiyo hili ushirikiano huu unaogusa wakulima. Lakini pia kuna wale kwa mfano wafanyabiashara, wajasiriamali wanaojihusisha na sanaa za ubunifu, kwa mfano kama Arusha kule, ambao wanatengeneza bidhaa zile za mikono za asili, urembo wa wanawake. Soko linaweza kutokea si tu kwenye karafuu au kahawa kama ambavyo tunaona, ambayo imekuwa ikihusisha biashara baina ya mataifa haya, lakini pia hata madini. Pengine kwa ushirikiano huu manake tunaweza kuona wakulima wanaguswa kupitia
kupata soko la mazao katika nchi hiyo, lakini pia kama hao watengeneza bidhaa za mikono walioko katika mikoa mbalimbali ambao wamekuwa wakitegemea soko la ndani tu, watalii wanaokuja kutoka katika mataifa haya hapa nyumbani wakapata soko la hizo sanaa mbalimbali za mikono. Lakini pia unaona ushirikiano unalenga kuwezesha hata kwenye eneo la sayansi na teknolojia, kwa sababu taifa hilo limepiga hatua katika eneo hilo. Kwa hiyo ninategemea pengine wanahabari pia mkanufaika katika hilo, lakini pia tuna vijana wengi sana ambao wamejiajiri katika sanaa za ubunifu, kwa mfano kutengeneza maudhui, na kwa kushirikiana na serikali, sasa kwa mfano wizara inayohusika na tunaweza kuona pengine wanawezeshwa mikopo yenye masharti nafuu kutoka kwenye benki mbalimbali ambazo zitakuja kuwekeza mitaji katika nchi yetu kwa siku za karibuni. Kwa hiyo ukiangalia kwa ujumla wake unaona kwamba huu ni ushirikiano wa kimkakati unaolenga si tu kuwezesha kundi fulani la watu katika nchi yetu, bali kugusa karibu makundi yote ya sekta zote hizi za kimkakati ambazo zinatajwa katika dira yetu ya maendeleo ya mwaka 2050 ambayo inatekelezwa kupitia diplomasia ya uchumi. Ungewaambia utoe neno lako kwa vijana, ungewaambia nini kwenye uhusiano huu ambao sasa ni kama umeamka tena upya? Nafikiri ni wakati wa kijana wa Kitanzania kuamka na kuona kwamba kile kipaji au ule ujuzi au uwezo ambao uko nao, pengine ni wakati wa kuanza kunufaika nao, hasa kupitia hatua mbalimbali ambazo zitaanza kuchukuliwa kupitia ushirikiano huu ambao Tanzania na taifa kama hili ambalo limepiga hatua katika sekta mbalimbali hizi za kimkakati inaingia. Kwa hiyo kujiandaa ni muhimu sana. Kwa kitu chochote kile ambacho unaweza, wewe kijana wa Kitanzania, jiandae kuanza kuchangamkia fursa hizi zinazoambatana na ushirikiano huu ambao nchi yetu na Singapore tunaingia. Balozi. Nimewiwa kusema kwa sababu amegusia nukta moja muhimu sana kuhusu kilimo. Singapore na ufinyu mkubwa sana wa ardhi. Sasa wana program yao inaitwa Singapore Food Story 2 ambayo ina run mpaka mwaka 2035. Hii imetokana na mafunzo walioyapata wakati wa COVID. Unajua ni net importer wa chakula. Kwa hiyo walipata shida sana, maana hakuna meli, hakuna ndege. Kwa hiyo wakaanzisha hii program. Sasa hii program ni kwamba pamoja na kujaribu kutengeneza mashamba madogo madogo yale ya greenhouses wanaita kule kwao, lakini element nyingine za mpango huu ni kudiversify sources of import, sijui nasemaje kwa Kiswahili, yani kuwa na maeneo tofauti tofauti ya kuimport chakula. Sasa hapa Tanzania tunaweza kuficha hapo, lakini la pili ni kwamba wao wawekeze kwenye uzalishaji wa baadhi ya mazao ambayo yanahitaji sana kwa kushirikiana na wakulima wa nchi nyingine. Hata kwenye mazungumzo ya leo ya uwili, Mheshimiwa Rais amewakaribisha kwamba sisi kama Tanzania tuko tayari kuwa partner kwenye Singapore Food Story 2, kwenye kuwasaidia kuingia partnership na wazalishaji wa Kitanzania kuzalisha vyakula, lakini pia kwa wale ambao tayari wanazalisha basi kuwauzia huko. Na bahati nzuri tayari tuna kampuni za logistics za Singapore ambazo zina uwezo wa kusafirisha vyakula hivi kuvipeleka huko. Sasa labda nitoe chagizo la mwisho kwamba kwa sababu dunia ilivyo sasa hivi, serikali inavyofanya ni kuwezesha. Lakini kama alivyowachagiza vijana, jukumu ni la sisi wenyewe wafanyabiashara kuchangamkia. Serikali inafungua mlango, kama utataka kuingia ni wewe. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe kutaka kuingia, serikali iko tayari. Na sisi kama ubalozi, unajua kila siku naeleza, sisi kama ubalozi ni washenga. Kwamba tunachofanya ni ushenga kujaribu kukutanisha wafanyabiashara wa Singapore na hapa. Kwa hiyo tutumie sisi kama washenga, bwana mimi nina biashara kule na sisi tuko tayari kuwakutanisha hawa wawili. Na unajua mshenga tena ndoa inapokuwa nzuri inazaa matunda, ndo mshenga unafurahi. Kwa hiyo niliona nigusie nukta kwa sababu ni muhimu sana kutokana na umuhimu wa sekta ya kilimo nchini kwetu. Wakati wetu umekwenda mbio sana. Neno lako ni nini sasa na matamanio yako baada ya ziara hii?
Baada ya hii ni kwamba Mheshimiwa Rais tayari amefanya kile ambacho wote tunamtegemea kukifanya, kuifungua nchi. Kama alivyoeleza mwenzangu kwamba wote tunafahamu ametoka Urusi juzi, amevutia wawekezaji na sasa tumefanikiwa kumpokea Mheshimiwa Rais wa Singapore hapa na tumesaini mikataba yote hii nikajaribu kupiga hatua za kimaendeleo kwenye ushirikiano, na hakuna hatua kubwa ambayo tunaweza kupiga zaidi ya kushirikiana na watu ambao wamepiga hatua za kimaendeleo na wako tayari kushare experiences zao na sisi. Sasa ni kwetu sisi kuchangamkia fursa hii, kwa sababu kadri ambavyo sisi tunaziona hizi fursa, kuna wengine pia wanaziona na watazikimbilia. Hii tunasema ni survival of the fittest. Hakuna mtu atakuletea hivi mkononi. Kwa hiyo serikali inafanya jukumu lake na sisi kama private sector ambao wako kwenye private sector na wafanya jukumu lao. Sisi tuko tayari kushirikiana na private sector, kuunga mkono kama washenga. Tuko tayari. Mambo ya kweli. Nikushukuru sana balozi. Nashukuru sana. Naam, ni Balozi Makocha Tembele ambaye ni balozi wa Tanzania pale Singapore, lakini makazi yake hapo Indonesia. Tumekuwa naye hii leo kwenye Uchanganuzi tukimulika kuhusiana na ziara ya rais wa Singapore ambaye amekuja hapa nchini. Masuala kadhaa yamesainiwa ikiwa ni kuhakikisha kwamba unaendelea kuimarishwa ule ushirikiano baina mataifa haya mawili, lakini diplomasia ya uchumi ndio kitu ambacho kipaumbele kwenye. Lakini pia tumekuwa naye Leonard Chakupeo ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Nikushukuru pia. Asante. Na imekuwa ni fahari kuwa nanyi wote hii leo. Nashukuru sana kwamba tumekuwa na wewe leo. Naam. Nukta hilo inafikisha tamati ya Uchanganuzi. Naitwa Nurdin Selemani, ndio ambavyo tunakamilisha namna hiyo. Tukutane tena wakati mwingine. Usiku mwema.